Mambo ya kawaida. Nishakuona kocha mmoja kama sio Guardiola aliwahi kutoka mechi yake inachezwa kesho kutwa, akatoka pale akaenda kuangalia Manchester City wanacheza na timu ndogo tuko, lakini akaenda akashuhudia mchezo jinsi gani wanacheza. Mechi inayofuata anacheza na Man City. Maana yake alienda kujifunza kitu ili aje kwenye timu yake aweze kujua hapa kwenda kuwafunga. Kwa mimi naamini hizi ni skendo za wachambuzi wengi wa ligi yetu ya Tanzania. Hawana mada na hawajui nini cha kwenda nacho. Sasa wanatafuta kila jambo. Ukisikia tu mchambuzi fulani kafanya hiki, utasikia. Sijui hichi kimetokea hiki, utasikia. Maana halisi ya kuja kuona kipi kinaweza kuzungumzwa. Ningeona wana busara sana, wangeizungumzia goli la mama, tungeweza kuona kwamba why goli la mama watu wanapewa mara mbili. Tungeweza kuanzia hapo. Lakini leo kuja kwa Selemani Mwalimu kuziba goli la mama, hakuna Selemani Mwalimu alichoharibu. Mimi naamini ni pressure siku zote. Na sio kwamba leo ndo kaanza kosa magoli. Kakosa magoli mechi nyingi sana. Tukianza kuzihesabu zote alikuwa anaangalia mechi Yanga. Ni mpira tu. Unamkataa na pressure alionayo, arudi aweze kujua kwamba Simba ni klabu kubwa, anaweza kucheza na anaweza kupata mafanikio makubwa kuliko timu yote. Mchambuzi Wilson Oruma, kinachoendelea hivi sasa kwa ataki ya Young Africans hasa kwenye mechi ya Mbeya City na kusema kwamba Yanga kuna baadhi ya mechi wananunua na Young Africans wametoka mbele, hasa msemaji wa klabu ya hiyo, na kusema kwamba watamchukulia hatua. Kauli ya Wilson Oruma umeisikia sasa hivi? Mimi nimesikia na nimeiona klabu mchambuzi sasa wanaanza kuelewa kwamba sisi tukiwaambia hivi vilabu vinaenda kununua mechi. Sasa walikuwa wanaingia kwenye mfumo wa kampuni hizo baadhi na hizo timu kwenda kuzungumzia vibaya klabu ya Simba, kwa sababu Simba tuko tunacheza mpira, wao tunawaambia jamani, sisi tunavyoanza msimu Yanga ana pointi 3 katika hivyo vilabu, wakawa wanakataa. Singida ana pointi 6, wao wanakataa. Jamani, huku hivi vilabu vingine vidogo kuna vitu wanaweka udhamini, huo udhamini wanakuja kuchukua alama 3 kirahisi, wao wakawa wanasema sisi maifensa wa Simba hawana maana. Leo wanapoongea wao wanakuja kudoubt na kumpeleka labda mahakamani au polisi au wapi, wanajua wao aoneshe ushahidi. Na sisi tukisema yule mchambuzi wao ambaye yuko EFM, siyo yuko Crown, ambaye kila siku akiamka anaandika Selemani Mwalimu ameshaanza mazungumzo na klabu ya Yanga, mchezaji mwenye mkataba. Selemani Mwalimu ameanza mazungumzo na Wydad Yarudi mwenye klabu. Sasa sisi hatuna hizo type za kwenda mahakamani na kuhangaika nazo. Hata alivyoanza magoli kuhangaika na mchezaji wa Yanga, sio ana mkataba, sio ana vibali vya kucheza, sio nini, sisi tulikuwa tunahamika achane na hizo, turudi uwanjani. Umeelewa? Sasa leo tumerudi uwanjani tunapata alama 3. Nani anakumbuka tena kuna pointi 3 za Yanga? Nishakwambia ukichukua pointi 3 za Yanga na ligi imekufa. Yaani huwezi kuchukua pointi 3 za Yanga wala Simba ambazo kazitolea jasho. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kitu kimoja, tujifunze kutokana na hizi skendo. Simba kwenye skendo tukoga hatumo, lakini viongozi wanaokuja kama magori wanataka kuturudisha kwenye hizi skendo. Kwa hiyo ila mchambuzi kwako limekaje? Wilson Oruma anahoja. Ana hoja ya msingi sana. Sio hoja tu, ni hoja ya msingi sana. Kwanza tuanze kumshtaki huyu kocha wa Mbeya City. Kazungumza, nilizuiliwa na viongozi nisiwatumie wachezaji 7. Kwa sababu ya mambo yao kando, sio? Lakini wao wamekuja kumsimamisha kazi. Na yeye baada ya kuona ugali umemwagika naweka mwaga mboga kwamba sio mimi nimemweka golikipa bench Kakoranya. No. Sio mimi nimemweka Soni bench. Hapana. Viongozi ndio waliokuja kutoa hayo maelekezo. Na vilabu vyetu vya Tanzania tunaamini kocha ni viongozi kuliko mwalimu aliyetoka na vyeti vyake. Sawa? Na huyu kocha mimi sishangai. Kagera Sugar sisi tunatoka naye sare, tunakosa ubingwa. Yeye anaenda kuwapa goli 6 Yanga. Pale tulipoenda siku tuasale. Goli 6. Sasa mimi kufunga goli 6 na huyu sishangai. Dodoma Jiji kocha yeye Simba anaenda kutoa sare mpaka anafungwa, anaumiza wachezaji zaidi ya wachezaji 5 kuelekea mechi ya dabi. Sasa mimi nashangaa nini kuona Yanga anashinda goli 6 kwa kocha yule. Oruma amesema, Alikama amesema anaenda kumshtaki ama watamchukulia hatua Wilson Oruma kupitia mwanasheria wao. Bado anaendelea kuchakata hili ambalo amelizungumza. Yanga wameibuka kusema kwamba hili alipo sawa. Wanahitaji kupata ushahidi. Ushahidi uko mwingi sana wa kuweza kudhibitisha. Tumeiona mechi ya Singida Big Star. Tuanzie hapo. Tusianzie tu kwa hapa.
Unajua sisi tunachosema au wadhamini wanaoingia nao mikataba ndio wanasababisha tuamini hao wanayofanya, kwa sababu siwezi nikakulipia nauli mimi uende kuiangalia Namungo unipangie katika wakati wa kuondoka. Yaani mimi nimekupeleka Namungo kaiangalie game. Uniambie mimi nataka niondoke saa 1 kwa sababu nimekuleta na nataka niondoke. Useme siwezi kuondoka, utajilipia mwenyewe. Sasa mdhamini anapewa milioni 50 ili aweze kusurvive kupata nauli ya kusafiri na timu kwenda kumfunga Simba. Alafu leo anakutana na Yanga aseme unakumbuka nilikuwa milioni 50 na kuongeza 15 niachie alama 3. Anaachaje kuachia? Kwa mimi naamini kwamba Singida United inalelewa na mlezi katika wale watu 5 wa Yanga ndio Mwigulu Nchemba. Sisemi ametoa rushwa. Nachosema mimi ndio mlezi wa ile Singida. Ukienda Mwanza yupo mkuu wa mkoa. Sawa? Yeye ni katika watu 5 wa Yanga. Haya, Pamba Jiji anaendaje kushinda? Ukienda Dodoma Jiji yupo mbunge na ni waziri, ndio mlezi wa ile timu ya Dodoma Jiji. Ukienda Yanga Afrika katika watu 5 yeye naye ni mtu. Sasa mimi nitashangaa kusikia yule ameongeza hela ili Yanga achukue alama 3. Pamba ile ndio Pamba ya Simba. Ile Dodoma Jiji iliyocheza juzi hapo bato tu bato ndio inayocheza na Yanga. Kwa mimi niwaambie tu kweli kwamba tukisema tufukue hayo tutafukua mengi sana. Wilson Luma anapaswa kulindwa kama sana. Yaani anapaswa kulindwa sana kama wale waliolindwa kwenda kumpa mtu goli la mama mara 3. Wale wanatakiwa kulindwa sana. Wilson Luma ni miongoni mwa mchambuzi bora ambaye tunaye Tanzania. Yule ni kama Rafaeli. Ni wachambuzi bora kama Rafaeli. Kama Rafaeli mzuri, hata Luma mzuri. Luma ananyoka, anatukosoa kila kwenye makosa na kwenye ukweli huwa anasema. Sasa wewe chagua ukweli au ubovu. Hapo utaangalia wewe. Akija na ushahidi wake anaweza akashinda. Mimi ninachoamini soka letu hili songe mbele. Yanga acheze mpira uwanjani. Simba acheze mpira uwanjani. Asante sana.